la bwana, tupo na Dr. Peter na moja kwa moja Dr. mimi nataka tuulize sasa hapa. Ni mbinu zipi sasa ni mpya ambazo nyinyi wenyewe mlivyozikuta za hao wauzaji na wasambazaji wa madawa ya kulevya zikawashangaza? Yaani sasa hivi wanatumia mbinu gani mpya ambazo nyinyi mmezigundua? Mbinu nafikiri tuliongelea mwanzoni mwa kipindi kwamba wanatumia web, yani dark web kusafirisha kwa njia ya mtandao. Wanatumia wengine, kwa mfano uliona hapa Kamishna Jenerali mwishoni mwa mwaka jana, zinatumika maiti, inasafirishwa maiti kutoka South Africa, inaweza kaingia hapa unakuta ina maiti, ina madawa. Lakini wanatumia mbinu kama nilivyosema kwamba za kusafirisha kemikali, badala ya kusafirisha dawa zilizokamilika wanasafirisha kemikali ambazo zinaruhusiwa. Analeta afu anakwenda kwenye chumba kama hiki, anaunganisha, anatengeneza dawa za kulevya. Kwa mbinu ziko nyingi na nafikiri tulizielezea wakati wa mwanzo wa kipindi. Kuna jambo sasa hili pia liko nje ya interview yetu, lakini pia kwa sababu wewe ni mtu mzima ambaye pia unaweza kama umepitia vingi, umeviona. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Henry H. Mwinuka, ambapo siku ya jana aliweza kuposti kitu kwenye mtandao, tukasema na sisi hebu tujaribu kukidiscuss. Kwa hapa sisi ni vijana, lakini pia mzee wetu upo, ambapo tunajaribu kuuliza kwamba bunge la Ghana linajadili mswada wa sheria unaolazimisha mtoto anapozaliwa kupimwa vinasaba, yani DNA, ili kuthibitisha ikiwa wazazi wanaodaiwa kuwa ni halisi au kuna udanganyifu wowote baina yao. Je, ni wakati sahihi kwa Tanzania pia kuja na sheria kama hii au tuipotezee? Huyu anaitwa Henry H. Mwinuka. Sisi Tanzania sheria, hatuna sheria kwamba mtu lazima apimwe. Lakini kwa kutumia ile huyu nani wa serikali, yani huyu wanasema mwanasheria mkuu, sio mwanasheria mkuu, yani kwamba hii sheria mimi binafsi ninasema sasa kama mimi sio nzuri sana, kwa sababu inaweza ikaleta mtafaruku mkubwa sana kwenye maisha ya ndoa. Kwa sababu kuna hata hapa kwetu kuna wakati fulani waliwahi kusema kwamba 60% ya watu walioenda kwa mkemia mkuu kupima DNA walionekana kwamba watoto sio wa kwao. Na si kwamba sio hiyo, yani ni kwamba 60% ya doubt zilizokuwa zipo. Mara nyingi sisi tunakwenda kwa mwanasheria mkuu kwa mkemia mkuu kwa sababu ya doubt. Kwa hiyo ina maana 60% ya doubt zilikuwa ni kweli. Zilikuwa ni kweli. Na hatusemi kwamba 60% ya watoto ni sio wa baba, hapana. Tunasema 60% ya doubt zilizokuwa zipo zilikuwa za kweli, kwa sababu walichukuliwa wale tu ambao walikuwa na doubt. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye maisha ya kawaida inawezekana kabisa kwamba kuna mwingiliano mkubwa kati ya familia na familia. Kwa hiyo upo uwezekano kwamba kuna watoto ambao sio wa familia husika. Unaweza kuwa na watoto 6, lakini anaweza kutokea mmoja tu sio wa kwako. Lakini sidhani kama ina madhara katika sisi kwetu. Mimi ni mtu wa Mbeya, ni Msafwa. Kwamba yani kitanda chako hakizai haramu. Yani mtoto anayezaliwa kwenye ndoa yangu bila kujali kwamba ni wa kwangu, huyo ni wa kwangu. Hata kama mke wangu akiondoka nyumbani kwangu akaenda kwa mume mwingine akazaa mtoto kule, yule mtoto ni wa kwangu mimi, kwa sababu yule amezaa yuko ndani ya mahali ya kwangu. Uvumilivu mliutoa wapi? Hapana, ni sawa. Yani sisi hiyo ni asili. Ni mtoto, yani mimi mtoto anayezaliwa ndani ya nyumbani kwangu bila kujali kwamba mimi ndio biological father or not, ule mtoto ni wa kwangu. Ni wa kwangu. Kwa hiyo mimi binafsi kwa mila zangu nilizozaliwa si support hiyo kitu. Kwa sababu ninachojua ni kwamba mtoto yote anayezaliwa kwenye ndoa yangu huyo ni mtoto wangu. Hata kama mimi sio baba yake wa kibiolojia. Kasto vipi na? Wewe siungi mkono. Nawe nataka nipate ushauri wako. Wewe hivi tu tulivyo hivi, hamna vya DNA, watu wanapigana visu. Ile tu DNA hapa. Si ndio watu
ongezeko la watu kununua silaha litakuwa kubwa. Bwana, haya mambo tuachie kwenye nchi ambazo wanayamudu. Sawa. Tumalizie na Dr. sasa, maybe kuna kitu hatuja kuuliza unatamani Watanzania waweze kufahamu ni kipi? Mimi ninachotamani Watanzania waweze kufahamu ni kwamba wajue kwamba mapambano dhidi ya dawa za kulevya sio kazi tu ya DCA. DCA iwe na ratibu tu, kila mtu ashiriki, kwa sababu suala la dawa za kulevya ni madhara makubwa, yanaleta matatizo makubwa kwenye jamii. Kwa hiyo kila mtu ashiriki kwa kiwango anachoweza. Kama unamuona mtu anajihusisha na biashara hiyo, hata kama kuna visawadi vidogo vidogo anakupa, hivyo havina maana, kwa sababu ataharibu mtoto wako ambaye ndo angeweza kuwa msaada wako huko baadaye. Kwa hiyo Watanzania wote washiriki, wapige ile simu tuliyosema 119 ambayo ni bure kabisa, ni bure, na wanaweza wakapiga simu aidha kwa kututaarifu watu wanaojihusisha na dawa za kulevya, kwa kututaarifu mashamba ya bangi, kwa kutaarifu hata watu kama kuna watu wengi wanatumia hapo, sisi tukienda tutajua hao watu wanapata wapi. Kwa hiyo tukishajua wanapata wapi, tutakwenda kuwakamata hao wanaojihusisha na dawa za kulevya. Kwa hiyo nawaomba Watanzania hivyo. Lakini la pili ni kwamba uraibu wa dawa za kulevya ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Kwa hiyo tukimwona mtu ameathirika na dawa za kulevya, tusimnyanyapae, lakini tumsaidie kumpeleka kwenye vituo vya matibabu. Kama nilivyosema hapo awali kwamba sisi tunaratibu matibabu ya waraibu wa dawa za kulevya. Kwa hiyo hata kituambia sisi kwamba kuna mraibu, ukiwa na mtu kija kwetu sisi tutakuelekeza uende wapi ukapate matibabu sahihi ya kijana wako ambaye ameathirika na dawa za kulevya, kwa sababu ni ugonjwa ambao unatibika. Watu wanaacha, wanapona, wanaendelea na maisha kama kawaida, na wengine wanafanya kazi na wanakuwa productive na wanashiriki katika kuliendeleza taifa letu. Kwa hiyo maoni mawili, ya kwanza kushiriki kwenye mapambano dhidi ya dawa za kulevya, lakini la pili kutowanyanyapaa wale ambao tayari wameathirika, wawasaidie ili waweze kwenda hospitali, waweze kwenda kwenye vituo vya matibabu, iwe sober house, iwe mat clinics, iwe kwenye hospitali za mikoa au za rufaa za kanda, ili waweze kupatiwa matibabu, waweze kurejea katika hali yao ya kawaida. Naam, huyo ni Dr. Peter Patrick Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba kutoka DCEAA.